na kanuni zake mwaka 2024 imetoa fursa mbalimbali hasa kwa wazabuni wazawa. Na wazabuni wazawa, Mheshimiwa mgeni rasmi, na vijana wamo tena wa Kitanzania. Naomba Mheshimiwa mgeni rasmi nipigie mstari neno wazabuni na nilielezee kwa kifupi. Mzabuni wa tenda za serikali ni nani? Ni mtu, kikundi au kampuni iliyoshiriki katika mchakato wa zabuni, yani tenda, kwa lengo la kupata kandarasi ya kuuza bidhaa, huduma au kazi kwa serikali. Mheshimiwa mgeni rasmi, niwaambie vijana ambao mko kwa wingi kwamba na nyie huu ni wakati wenu ambapo sheria hii ya ununuzi wa umma imewatambua rasmi na mnatakiwa kuchangamkia fursa hii kwa nguvu zenu zote. Mheshimiwa mgeni rasmi, sheria hii imezitaka taasisi nunuzi nchini kuhakikisha kuwa zabuni zote zenye thamani za hadi kufikia bilioni 50 zinatengwa na kutolewa kwa wazabuni wazawa pekee. Wazabuni wa kigeni hawapaswi kufaidika na zabuni hizi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna taasisi nunuzi, labda nitoe takwimu tu, zile kuu ziko 1350. Ni wizara, idara, mamlaka, mashirika yote ya umma, ofisi za mkoa, wilaya, halmashauri. Hizi zote zinadondokea kwenye kundi la taasisi nunuzi kuu. Lakini katika ngazi ya msingi kuna taasisi nunuzi zaidi ya 60. Hapo tunazungumzia shule za sekondari, shule za msingi, hospitali, zahanati mpaka ofisi za kata. Kwa hiyo serikali ilipofanya maamuzi ya kuzielekeza taasisi nunuzi zitenge 30% ya ununuzi wao kwa makundi maalum, yalikuwa ni maamuzi makubwa ambayo yanaleta uchumi mkubwa sana kwa wananchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuna upendeleo mwingine katika maeneo mengine ambayo nadhani tutapata fursa ya kuongea na washiriki kwa undani pale ambapo tutaweka forums nyingine, lakini nizungumzie tu kwamba utekelezaji kupitia mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma tumeendelea kusimamia na kuhakikisha kwamba taasisi nunuzi zinatekeleza haya. Na kwa ripoti ambayo niliipata leo asubuhi, Mheshimiwa mgeni rasmi, zaidi ya makundi 1360 yamesajiliwa katika mfumo wa NeST, ikiwa ni makundi ya vijana 785, wanawake 510, wazee na wenye ulemavu makundi 65. Mheshimiwa mgeni rasmi, zabuni zimeshatolewa na vikundi hivi vimeshafanya kazi na wengine wameshalipwa. Mpaka tarehe ya leo vikundi vya vijana vilipata zabuni zenye thamani ya shilingi bilioni 21, wanawake bilioni 17.5, wazee bilioni 2.1. Kwa hiyo jumla yake pamoja na wenye ulemavu ambao ni takribani milioni 300 tumeshatoa zabuni za bilioni 41.8. Mheshimiwa mgeni rasmi, bajeti yetu tunayoitekeleza sasa ya serikali ya mwaka 2025-2026 ni trilioni 56.5. Ununuzi wa umma ni kati ya 60% mpaka 70%, ambazo ni zaidi ya trilioni 30. Tunapozungumza 30% itengwe ya bajeti ya taasisi nunuzi ni zaidi ya trilioni 5. Kwa hiyo huu ni mfuko mkubwa ambao tukichangamkia fursa hii na wote kushiriki, tuna hakika tunaleta mchango mkubwa katika kuondoa tatizo la kazi na ajira nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa fursa zinafikaje? Labda ni waadresi ndugu zangu vijana. Ili fursa ziwafikie, unahitaji kujirasimisha, na ili kurahisisha urahisishaji huu, sheria hii imejenga msingi wa upendeleo maalum kwenu. Jukumu lako kijana ni kujiunga na wenzako ambao mna nia moja ya kufanya biashara na serikali. Mnatakiwa kuwa kundi la kuanzia watu 5 mpaka 20. Usajili unafanyika katika ofisi zote za halmashauri, ambapo maafisa ustawi wa jamii na maafisa biashara watakuongoza vyema katika kukamilisha usajili huo, na taarifa hizo kutumwa PPRA, ambapo tutasajili kikundi chenu kwenye mfumo rasmi wa kielektroniki unaitwa NeST, na ndio mfumo rasmi ambao unasimamia ununuzi wa umma nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili kuongeza kasi ya usajili wa hivi vikundi kama alivyotamka awali 1350, tutashiriki katika mbio za mwenge za mwaka 2026, ambapo tutazunguka katika halmashauri zote 184 kuhamasisha na kusajili vikundi hivi
vya vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu, lakini focus yetu kubwa katika Mwenge ilikuwa ni vijana. Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna lengo la kusajili katika kipindi hiki toka Mwenge ambapo tutaupokea Dar es Salaam siku ya kesho na mpaka ambapo tutahitimisha, tuwe tumesajili vikundi zaidi ya 20,000. Sasa ukipiga hesabu kati ya watu 5 mpaka watu 20 ni idadi kubwa sana ya vijana watakuwa wamefikiwa, lakini katika kipindi cha miaka 3 mpaka 5 tunategemea kuwagusa vijana takriban milioni 3 katika fursa hizi za serikali. Mheshimiwa mgeni rasmi, niwatie hamasa vijana kwamba katika mfuko ambao utaweza kuwafikia kwa wingi na kuwawezesha na kuwajenga kama wajasiriamali ambao mtakuwa mna fursa ya kufanya biashara na serikali, karibuni PPRA, tembeleeni kurasa zetu za kijamii za mtandao na muweze kujifunza mengi. Karibuni sana PPRA.